Tunapoteza muda kuhubiriana wenyewe. Tumewaacha mataifa hawamjui Yesu ni nani. Tuwafuate, tuwavute wote waje kwa Yesu. Hata sisi tunaweza kufika milimani, hata mabondeni tufike, tukawahubiri watubu. Elimu ya darasani, secular education, inategemewa sana kuboresha maisha. Elimu kuboresha maisha ya jamii, kuboresha maisha ya familia na kuleta maendeleo ya taifa zima. Kanisa na taifa linahitaji kuwekeza sana katika elimu wakati huu, kwa sababu elimu sasa inatakiwa na mfugaji. Mfugaji bila elimu ni shida. Elimu inatakiwa sasa na mkulima. Ukulima wa zama zile sasa umepitwa na wakati na hauwezi kuwa na tija. Elimu inatakiwa na mafundi. Lazima wawe na elimu ya kutosha kuhusu ufundi wao. Nisimuliwa mahali fulani, fundi ameambiwa apeleke idadi ya mabati, akapeleka idadi ya mabati ya nyumba 2. Maana yake mabati yakazidi kiasi kwamba angeweza kujenga nyumba nyingine. Kwa hiyo elimu inatakiwa kila mahali, hata kwa driver na kadhalika. Huyu ndio elimu Biblia inasema tumkamate sana. Maelekezo, mafundisho katika maisha ni kitu muhimu. Chochote unachokijua leo lazima umejifunza, na kila kitu unachotaka kujua lazima ujifunze. Kwa hivyo kitu sahihi na cha kweli ulichojifunza lazima ukilinde. Maisha yangu, maisha yako yanategemea sana kusahihishwa toka makosa na kufundishwa ukweli. Ukweli wa mambo, ukweli wa jinsi ya kuishi. Kwa hiyo mtu ambaye hategemei kufundishwa na kuelekezwa hupotea. Kwa hivyo utii wa maelekezo mema, utii kwa walimu, kwa wachungaji, kwa wainjilisti, kwa viongozi ni jambo muhimu. Na hivyo kama mwanafunzi ameenda kusoma ama katika maisha ya kawaida hawezi kuwa mtii aidha kwa wakubwa zake waliomtangulia, mtu huyo hawezi kupata baraka. Huyo tunaposema elimu, ndani yake kuna unyenyekevu na utii wa kusikiliza mafundisho. Na hapo ndipo tunachota hekima. Tusipokubali kusikiliza na kujifunza, tutabaki kama tulivyo na hatutapata hekima. Kwa hiyo hekima ya neno la Mungu na elimu ya kawaida ambayo tunaita kwa kimombo secular education zinatusaidia kupata hekima na maarifa na kuboresha maisha yetu. Na hivyo elimu na hekima hii ni kitu muhimu kuliko fedha. Mwimba Zaburi ya 50 mstari wa 16 mpaka wa 17 anasema maneno haya: katika elimu, katika mafundisho kuna maonyo na maelekezo. Kwa hiyo mtu asiye haki anayachukia maonyo hayo. Na hii naendelea kutusisitiza kwamba ili kumshika huyu elimu lazima tukubali kufundishwa na kujifunza. Ndio maana wamesema elimu kuna ya darasani, kuna ya nje ya darasa.
pengine ya wazazi, pengine waliopata hekima, pengine waliotangulia kuona hii dunia, wanatupa elimu, wanatupa maonyo. Kwa hiyo elimu popote ulio nayo, ulivyo, ulifundishwa. Mithali 3:13 anasema, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Kuliko tuwape dhahabu hawa watoto, kuliko tuwape hawa fedha hawa watoto, Biblia inasema hii biashara ina thamani kuliko dhahabu. Na ndio maana kanisa tunachukua kutoka mazingira magumu. Tungewapa magari, tungewapa fedha, lakini tunawapa elimu ambayo ina thamani kuliko dhahabu. Ndio alternative ya mwisho ya maisha yao, ya kuboresha maisha yao. Miaka ya nyuma watu wengi waliacha sekondari wakaenda kwenye machimbo, wakaenda kutafuta dhahabu. Ninawafahamu hata ndugu zangu na marafiki zangu tuliokuwa nao sekondari, waliondoka wakaenda kwenye machimbo. Wakasema tunachelewa, vijana wadogo wanatembea na fedha. Leo vijana wadogo wale hawana fedha. Mkamate sana elimu, maana ni uzima wako. Maarifa, maana ni uzima wako. Kwa hiyo tumeona kwamba neno la Mungu na imani yetu inatusisitiza kujali elimu na ufahamu na maarifa, maana itatusaidia kwa maisha. Ningeshauri sana katibu, hasa wewe, memo zisiende kwa bodi wala kwa walimu. Acheni usajili ufanyike kwa walimu na bodi peke yake. Memo zisitoke ofisini. Mnanielewa? Maana zitatoka kule zinakwenda ofisini kwa katibu, anaambia mtoto wa fulani, zinakuja memo 6 kutoka kwa katibu. Alafu baada kidogo kuna memo 4 kutoka kwa katibu wa elimu ya Kikristo. Binakuja, itatuharibia. Acha hawa bodi na mmenielewa sio? Hao wafanye kazi hiyo. Kwa sababu gani? Nasema hivyo haijatendeka katika dayosisi hii, lakini uzoefu unaniambia. Tulikuwa na junior seminary ya Kiluteri ambayo ilivuma Tanzania, nadhani ilikuwa 1 ya 5, lakini memo imeharibu. Au nakosea katibu? Palikuwa na Agape seminary. Agape ilikuwa nzuri ajabu. Memo za kutoka kule juu zikaharibia. Acha bodi na walimu wafanye kazi hiyo. Sasa na ninyi bodi na walimu na wanafunzi, nasema hivi, the future of the church and the national at large is on your hand. Sijui kama mnanielewa. Nimuite Maikuju sio? Nasema hivi, kanisa la kesho na taifa letu la kesho linategemea kupata viongozi kutoka watoto hawa. Wataongoza kanisa. Na taifa pia litafanya hivyo. I think this is important for students in the school. Nafikiri jambo la msingi sana kwa wanafunzi for their parents, kwa wazazi wao, and for all people who support this school, na kwa watu wote ambao wanashirikiana kulifanikisha hili. To know that Jesus wants to be with us. Kujua kwamba Yesu anapenda kuwa pamoja nasi. That he loves us. Anatupenda. That he wants us to follow him. Na anataka tumfuate. And that following him is the way of life. Na kumfuata Yesu ndio njia ya maisha. But I want you to notice something else. Lakini napenda kuwajulisha jambo jingine tena. Sometimes the message of Jesus is hard to believe. Wakati fulani ujumbe wa Yesu unakuwa ni ngumu kuamini. Sometimes his promises are so big. Wakati mwingine ahadi zake zinakuwa kubwa sana kuziamini. And sometimes we have to look so hard to see how they are true. Na wakati mwingine inatuia vigumu sana kuangalia kama zina ukweli. That we may have doubts. Tunakuwa na mashaka. And you students today, na nyie wanafunzi leo, as you learn things about science and language and other studies, wakati mnajifunza hapa masomo ya sayansi, lugha na masomo mengine, you may not understand it all. Yawezekana usielewe kidogo. But also as you learn about God, lakini wakati huo mtajifunza habari za Mungu, and about Jesus, habari za Yesu Kristo, you may also not understand it all. Na pia yaweza kuwa usizielewe vizuri.
And sometimes you may have doubts. na wakati mwingine unaweza kuwa na mashaka, But Jesus promises to be with you always. lakini Yesu amekuahidi kuwa pamoja na wewe muda wote. We are here today from St. John because we want to help people to learn to follow Jesus. Tuko hapa leo kutoka kanisa la Mtakatifu Yohana ili tuweze kuwasaidia watu waweze kumfuata Yesu, To have his name put on them in baptism. na ili kufanya jina lake liwekwe katika ubatizo wao, To learn to obey his commands. kuwasaidia kujifunza kutii amri zake And to believe his promises. na kuamini ahadi zake, That he may be with us always to the very end of the age. kwamba atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia. May it be so for the glory of God Na iwe hivyo kwa utukufu wa Mungu and for our great blessing. na kwa baraka kuu, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. KKKT Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria ilizinduliwa rasmi kuwa dayosisi tarehe 14 Mei 1989 na askofu wa kwanza akiwa ni Mheshimiwa Baba Askofu Manase Makala Yona. Chini ya uongozi wa Baba Askofu Manase Yona, dayosisi ilipata maono ya kujenga shule ya sekondari itakayomilikiwa na kanisa, ikiwa ni njia ya kuendeleza utume wa Yesu Kristo wa kumhudumia mwanadamu kikamilifu. Uongozi huu wa kwanza ulianza mchakato wa kutafuta na kisha walifanikiwa kupata kiwanja na kumilikishwa kwa mujibu wa sheria. Tunawashukuru uongozi wa wakati ule kwa kuwa na maono ya kupata kiwanja hiki mwaka 1993. Ujenzi wa shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Baba Askofu Nehemia Bomani, askofu wa pili wa dayosisi, ndipo mchakato wa ujenzi wa shule ya Mwanza Lutheran School ulipoanza. Mwaka 2008 hadi 2020, chini ya uongozi wa Askofu Andrew Petro Gule, kasi ya ujenzi iliongezwa kwa kukamilisha vyumba vya madarasa 4, maabara 3, moja ikiwa imekamilika, na maktaba na jengo la utawala na vyoo vya matundu 24 na mabafu 3. Ujenzi wa jiko na bwalo unaendelea. Ndani ya kipindi hicho cha Mheshimiwa Baba Askofu Andrew Petro Gule, dayosisi ilipokea wamisionari toka chama cha misioni kiitwacho Global Lutheran Outreach GLO, ambao ni Eric na Linda. Wamisionari hao wamekuwa kiunganishi kikubwa na kanisa la Mtakatifu John Cypress Texas, ambao wamekuwa washirika wetu katika mradi huu. Kadhalika, dayosisi inatambua washirika wengine wanaoendelea kutuwezesha katika ujenzi huu ambao ni ZMO. Tunawashukuru sana Linda na Eric, St. John na ZMO kwa jitihada zao kubwa. Usajili wa shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ya Mwanza Lutheran School ipo eneo la Sinai Mabatini, wilaya ya Nyamagana, Mwanza. Shule hii imepata usajili rasmi kutoka serikalini tarehe 2 Mei 2019 na kupewa namba S.5238 kuwa shule ya kutwa mchanganyiko wa wavulana na wasichana, na inachukua wanafunzi wa dini na hali zote. Pia inalenga kusaidia watoto toka mazingira magumu. Shule inafundisha masomo yote ya msingi kama Kiswahili, Uraia, Kiingereza, masomo ya sanaa, jiografia, historia, hisabati, kemia, fizikia na biolojia. Lakini pia shule ina mchepuo wa biashara ambao tunafundisha masomo ya commerce na bookkeeping. Masomo mengine ya ziada ni Bible knowledge, yani elimu ya Biblia, muziki na kompyuta. Shule ina bodi yake na walimu 9 ambao walimu 6 ni wa kudumu, yani full time, na 3 wa muda mfupi, yani part time. Tunamshukuru Mungu kwa kupata usajili. Kitendo hiki kimetutia hamasa ya kufanya kila tuwezalo ili kukamilisha mapungufu yaliyopo, kufanya mahali hapa pawe pazuri pa kusomea na kujifunzia. Tunaendelea kutangaza shule yetu na tunakaribisha wazazi walete watoto wao kupata elimu katika shule yetu, kwani bado tuna uhitaji mkubwa wa wanafunzi. Hakika kwa umoja wa wanadayosisi tunaweza. Changamoto.
Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwanza Lutheran Secondary School inakabiliwa na changamoto zifuatazo. Ukosefu wa mabweni unasababisha wanafunzi wa kutoka mbali wasijiunge na shule. Pili, kutokuwepo kwa jiko la kisasa na mahali pa kupata chakula wanafunzi, kazi ambayo tunaona inaendelea pale. Ukosefu wa uzio ili kuwa na ulinzi thabiti kwa wanafunzi wanaosoma na uhakika wa utulivu kwa wanafunzi. 4, miundombinu ya kuingia shuleni bado sio. Mipango ya mbeleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufanya shule hii kuwa mahali pazuri pa kutoa elimu bora, tunayo mipango mbalimbali ya kuendelea kuboresha miundombinu ya shule kama ifuatavyo. Mosi, kukamilisha jiko la Nabwalo, kwani mpaka sasa tuna fedha ya kumalizia boma tu. Pili, kukamilisha maabara 2 zilizobaki na za fizikia na biolojia, kwa sasa iliyo tayari kutumika ni ya kemia tu. 3, kujenga mabweni ya wavulana na wasichana, na hasa tukianza na bweni la wasichana ili kuwawezesha kuwa karibu na shule na kuwapa mazingira bora ya kujifunzia. Kwa sasa shule bado inapokea wanafunzi wa kutwa tu. 4, kujenga uzio mapema iwezekanavyo ili kuleta usalama kwa wanafunzi na kuondoa mwingiliano wa wanafunzi na wakazi wa maeneo yanayotuzunguka. Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, uongozi wa Dayosisi tunapenda kuwashukuru viongozi waanzilishi wa Dayosisi hii na waliofuatia kwa maono yao ambayo tunajivunia kwa siku ya leo. Uongozi wa Dayosisi tunawashukuru Wakristo wote kwa maombi yao ya kuombea kazi ya ujenzi pamoja na michango yao ya hali na mali, na hasa ile inayopitia mfuko wa maendeleo ya Dayosisi wa Dayosisi. 3, uongozi wa Dayosisi tunapenda kuwashukuru vyama vya misioni vyote vilivyoshiriki katika ujenzi wa mradi huu, yaani GLO na ZMO, pamoja na wenye viti wa vyama hivyo na wamisionari wao. 4, uongozi wa Dayosisi tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano na ushauri wao mzuri katika kuendeleza mradi huu. Na 5, uongozi wa Dayosisi tunakushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu na kuacha kazi zako za muhimu kwa ajili yetu. Tunatambua na kuthamini juhudi zako kubwa katika kuunganisha wananchi wa Mwanza kwa ajili ya kuleta umoja, amani na maendeleo. Mungu akubariki sana. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi hapa tulipofikia, shule hii imegharimu shilingi za Kitanzania milioni 510,750,850, milioni 510,750,850. Tunawashukuru washirika wa ndani na nje kwa kazi hii nzuri. Tayari Dayosisi imeanza kufadhili baadhi ya watoto toka mazingira magumu. Tunatoa wito kwa watu binafsi na mashirika mbalimbali kuwafadhili watoto kutoka mazingira magumu ili kuwafanya baadaye waweze kujitegemea na kuwa na maisha mema. Hakika Mungu atatubariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ibada hii Mheshimiwa Baba Askofu Wendo Petro Gule taarifa alisema ataweka jiwe la msingi katika jengo la jiko na bwalo, na ataweka wakfu majengo ya madarasa, maabara, utawala na maktaba ili shule iweze kufunguliwa. Kwa jina naitwa Mwalimu Baseki Josephat Sheja, na mwakilisha afisa elimu wa mkoa wa Mwanza. Umuhimu wa shule hizi zinazoanzishwa, kwanza kuwafikia wananchi. Unajua huduma kwa wananchi wanatakiwa zipate karibu. Wote sasa eneo kama hili linazungukwa na wananchi wengi tu, watapata elimu kwa urahisi, kwa ukaribu. Hatupendi kama serikali, hatupendi wananchi wakapata elimu kwa mbali. Kilomita 3, kilomita 4, kilomita ngapi, zaidi ya hapo ni usumbufu mkubwa. Lakini kama elimu inapatikana kwa karibu, manake ni mafanikio makubwa kwa nchi. Lakini pia hii ni shule ya madhehebu. Shule za madhehebu zina sifa ya kuwa na maadili. Kwa hiyo shule kama hizi nadhani
tunaamini kwamba wananchi watapata elimu ambayo inastahili kwa maana ya taaluma ya darasani, lakini pia kwa habari ya maadili. Vitu vya kuzingatia labda katika hizi shule zinazoanzishwa ni kuhakikisha pia kunakuwa na maeneo ya kutosha, kwa sababu sheria inaelekeza shule za mijini angalau ziwe na ekari angalau si chini ya 3 kuendelea, lakini pia swala la maeneo ili pengine kuwa na viwanja vya michezo na mambo mengine ambayo ni ya muhimu kuwepo hapa shuleni. Ili shule ziwe zinakidhi jamii, ili shule ziweze kukidhi mahitaji ya jamii, tunategemea pengine mambo kama 4 hivi ya kuzingatia. Dunia nzima inataka ubora wa elimu, elimu bora. Elimu bora ina mambo kama 4 hivi ya kuzingatia. Kwanza, elimu bora inatakiwa iwe na walimu bora, inatakiwa iwe na wanafunzi bora, lakini pia inatakiwa iwe na mazingira bora na mitaala bora. Mambo hayo 4 yakiwa bora, uwezekano wa kupata elimu bora unakuwepo. Kwa majina naitwa Marieta Ngwandu, naishi Nundu, Meko Kaskazini. Najivunia kuwa mwanafunzi wa kwanza katika shule ya Mwanza Lutheran Secondary School inayopatikana Sinai. Najisikia vizuri kwa sababu tutakuwa wanafunzi wa kwanza kuwepo Mwanza Lutheran Secondary School, na tutakuwa kizazi cha kwanza katika hii shule ya Mwanza Lutheran Secondary School. Wanafunzi wenzangu, nataka mjiunge katika shule ya Mwanza Lutheran Secondary School kwa sababu kwanza tuko wachache, tuna walimu wanaweza kuendelea kutukazia kwa sababu tuko wadogo sana. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi mwalimu kumcapture mwanafunzi mwingine au mmoja. Kwa hiyo naomba wanafunzi mlioko shule mbalimbali, karibuni sana Mwanza Lutheran Secondary School.